Kama ambavyo tulikuwa tumeambizana hapo awali kuhusiana na mashine hii ambayo inahusika na masuala ya utengenezaji wa mafuta kwa ajili ya yanayotokana na karafuu, majani ya mdalasini. Kwa ujumla wake watu walikuwa wanauliza kuhusiana na masuala ya bei za zile bidhaa au raw material ambazo zinatumika katika utengenezaji. Kabla sijakutajia bei, kitu cha kwanza cha kufanya hapo, kama hujanifollow ni follow, lakini kwa wale wa YouTube hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kengele ili kupata taarifa kila tu tunapoweka taarifa zetu. Sasa kwenye mashine hii ambayo inahusika na masuala mazima ya utengenezaji wa mafuta, vitu ambazo vinavyohitajika kwa kama raw material, tunazungumzia hapa majani ya mdalasini. Sasa je, majani ya mdalasini wewe unayotuletea tutanunua kwa shilingi ngapi? Bei elekezi kwa kilo kwa majani ya mdalasini ni shilingi 200 yaliyokuwa mabichi. Kwa hiyo ukituletea sisi tutakausha wenyewe katika mashine yetu ya kukausha, kisha tutatengeneza mafuta ambayo nayo tutauza katika bei elekezi tutakayohitaji hapo baadaye. Lakini wale wenye mchaichai bei elekezi nayo ni shilingi 200 kwa kilo ikiwa mbichi. Masuala ya ukaushaji unatuachia sisi wenyewe. Kwa hiyo hapa sasa swala moja tu ni kwamba hakikisha unaleta majani yako tuletee sisi tuweze kutengeneza mafuta, lakini pia kama utahitaji kuwa mteja wa mafuta tutazungumza hapo baadaye itakuwaje. Vitu vinavyoletwa hapa tunaviosha vizuri katika sehemu yetu ya kuoshea, na kisha tunakwenda kutengeneza katika mtambo huu ambao unatumia unatumia mtungi wa gesi, unachemsha hapa, na kama unavyoona kwenye matenki yale ambayo yanafanya swala la mzunguko wa maji kwa ajili ya kupoza hapa, kisha tunatoa mafuta ambayo tunakwenda kuyapaki na kwenda kuyauza kwa watumiaji. Asanteni sana. Tawa. Karibu Tawa kwa vivutio na utalii wa ndani. Tawa tunavuma kwa kilimo cha viungo, hasa karafuu, mdalasini, hili pilipili manga na tangawizi ndani. Karibu Tawa, utafurahi.